Haleluya, haleluya. Bado sijasikia watu wenye pumzi ya Mungu ambao wanatakiwa waitikie ameni yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi wamechoka? Hakuna aliyechoka, si ndio? Si ndio? Wangapi wanatamani kuendelea kukaa? Wakati na kushuhudia nilichokitafakari na endelea kutafakari. Ikitokea mtu akaniuliza mimi ni nani hata nimepata nafasi leo, nitamjibu nini? Nimetoa kitu gani cha thamani hata Mungu amenifanya kuwa hivi nilivyo? Ni mzima, nina afya, nina nguvu, nina miguu, nina mikono, nina pumzi, nina macho, nina masikio, nina pua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ni kitu gani cha thamani ambacho nilikitoa na wakapata nafasi kama niliyoipata mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ninatafakari, jibu lililokuja kwangu ni kwamba ni neema ya Mungu. Halo, ni upendo wa nani? Wa Mungu. Kwamba hatuna chochote cha kujivunia, kwamba usinione hivi nimegharamia. Hapana, si ndio? Kwamba usione nina mikono, kwa sababu wengi wanatamani kuwa na mikono kama ulionayo wewe, lakini hawakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wana miguu lakini wewe unaongea unasikika. Wengine wanatamani Mungu nipata nafasi tu ya kuzungumza kama wengine. Halo, halo. Nikawa nafikiria hebu na wewe endelea kufikiria kwamba ni wangapi wamepanda gari kama ulivyopanda wewe, hawakufika salama, lakini wewe kila siku unaenda unarudi na unafika salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajaribu kutafakari barabara ambayo mimi ninaipita kila siku. Kuna watu walipita siku moja tu na hawakuweza kuvuka tena. Endelea kusimama kwenye damu yangu. Yalinifanya niendelee kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu ndani ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu niliyoyapata yalinifanya nikamuelewa Daudi, kuivua heshima aliyokuwa nayo mbele ya wale watu ambao walikuwa na watawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilieleza siku moja, ile naivela ni vazi la kifalme, ni kama utambulisho. Kwa hiyo maana yake Daudi alivua utambulisho kwamba kila alipopita, ili watu wajue ni mfalme, waliangalia ile naivela aliyokuwa ameivaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ulipofika wakati wa kumsifu Mungu, akaona huu ufalme hauna kitu. Hii heshima nilionayo juu ya watu wangu haina nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwelewa Daudi ilipofika tu mpaka mke wake anamshangaa. Yaani unamsifu Mungu kwa kiwango hiki mpaka unavua heshima ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama haujajiuliza maswali ambayo mimi nimejiuliza, unaweza usinielewe wakati huu. Halo. Lakini kama umejiuliza kwamba mimi ni nani hata nimepata nafasi hii, ninaposema swala la kumsifu Mungu, ninaposema swala la kumwabudu Mungu, ndani yako kunaanza kuchemka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sina nilichotoa wala sina nilichogharamia, wala sio kama mimi ni mtakatifu sana, wala sio mwenye haki. Halo. Walikuwepo wenye haki lakini leo hatuko nao. Walikuwepo wenye heshima lakini leo hatuko nao. Walikuwepo wenye fedha lakini leo hatuko nao. Walikuwepo wenye elimu lakini leo hatuko nao. Walikuwepo wenye majina makubwa lakini leo hatuko nao. Wewe ni nani mbele za Bwana? Wewe ni nani mbele za Bwana? Una nini mbele za Bwana hata umepata nafasi ya kuwepo siku ya leo? Unakuwa hivyo ulivyo. Wasukuma tunasema it's nothing. Si ndio? Nothing. Hauna kitu.
Wasukuma wangapi wamenielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa naangalia, ndio tunaendelea msemo kasema mbona anzi. Halo, siku moja nilikuwa ninaangalia bunge, walikuwa wanasoma bajeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanasoma bajeti ya mwaka 26 27. Wakati wanaendelea kusoma ile bajeti, kabla hawajaanza kabisa kusoma, huwa kuna taratibu za utambulisho kwa wale wanaofuatilia bunge, si ndio? Wakaanza kutambulisha wale viongozi ambao walikuwa wamefika bungeni kwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtikise jirani yako, mwambie utaelewa tu. Kama hauna jirani, tikisa hata kiti, sema utaelewa tu. Hata kiti wakitikise, sema tu utaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanatambulisha wale viongozi, wakaanza kutaja majina, huyu ni fulani, ametoka nchi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bunge linashangilia, watu wenye heshima wanashangilia, watu waliovaa vizuri, maana bungeni bila suti huruhusiwi. Watu waliovaa vizuri wanashangilia, watu ambao wana majina wanashangilia, watu wenye fedha zao na vyeo wanashangilia, wanapiga meza, wanapiga makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kiongozi mmoja alipotajwa, bunge lilisikika na sauti za shangwe kiasi kwamba hazikunyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati naendelea, mtumishi wa Mungu mmoja mzuri anifungulia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia mstari wa 16. Wakati ninaendelea, mtumishi wa Mungu mmoja anifungulia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16. Sitakulia muda wako, nina dakika chache sana, na tutamsifu Mungu kwa viwango ambavyo havijawahi kutokea. Uandae moyo wako tukamsifu Mungu kwa namna ambavyo haijawahi kutokea. Halo. Waliojiandaa kumsifu Mungu, usione kama nakupotezea muda. Wewe endelea kuwaka ndani yako sifa, endelea kuwaka ndani yako mabudu, utamsifu Mungu vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa dansi, sogea tu, nimekupa ruhusa mimi. Nina dakika chache sana. Njoo tu kwenye madhabahu yako ya muziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yule kiongozi, ninataka mtu ambaye amepata mstari awe na maji kabisa. Leo tunaenda tu straight, hatuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Naendelea na ushuhuda wangu. Wakati wanaendelea kuwataja viongozi, huyu ametoka Rwanda, huyu ametoka Uganda, huyu ametoka South Africa, huyu ametoka Msumbiji, huyu ametoka Somalia, huyu ametoka Sudan. Bunge linashangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakafika mahali wakamtaja kiongozi mmoja. Alikuwa ni kiongozi, nakumbuka walikuwa ni kiongozi wawili. Alikuwa ni kiongozi wa Irani pamoja na kiongozi wa China. Waliofuatilia lile bunge la bajeti wanaweza kuwa wananielewa. Walipotaja tu kwamba huyu kiongozi ametoka taifa la Irani, wabunge wakapiga makofi ambayo mpaka spika wa bunge anasimama anamwambia basi inatosha, basi inatosha. Wanashangilia kwa sababu ni kiongozi wa taifa la Irani. Yule spika wa bunge akasubiri labda watu watamaliza, wao hawakumaliza. Akasubiri labda itafika tu waseme yatosha, lakini hawakusema yatosha. Spika wa bunge akasimama akasema sasa inatosha, makofi mliopiga sasa inatosha, shamba mmetoa sasa inatosha, kwa sababu wanaupenda na yule mtu, kwa sababu wana maana yao kumshangilia yule mtu wa lile taifa. Halo, na walikuwa wanamuelewa. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtikise tena jirani yako, mwambie utaelewa tu. Mwambie unajifanya mpole, utaelewa tu. Ustaarabu weka pembeni, utaelewa tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa nini nimekwambia habari hiyo? Waheshimiwa bungeni, unajua ni waheshimiwa wa duniani, lakini si ndio? Na sisi tuko humu duniani, si ndio? Walimshangilia wale viongozi kwa namna ambayo mpaka spika wa bunge akatamka akasema inatosha, si ndio? Si ndio? Si ndio? Si ndio? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekupa huo mfano ili uelewe ya kwamba kama watu wa duniani wanashangiliwa kwa namna ambayo mpaka kiongozi anasema yatosha, watu wa taifa fulani wanamshangilia Mungu kiasi ambacho kila mmoja anastaajabu kama ni kwa nini wanamshangilia Mungu kwa kiongozi. Watu wenye heshima na suti zao wanamshangilia mtu wa taifa fulani, mtu wa lugha fulani, mtu wa kabila fulani, mpaka kiongozi anasema ya pesa. Vipi nikimtaja huyu mfalme wa wafalme, huyu jemedari wa majemedari, huyu simba wa kabila la Yuda, huyu Yesu Kristo wa Nazareti, alipopita watu walitetemeka, alipokuwa alipopita hakuna aliyepakisia, alipopita wote walipokea, wageni walipita, wazee walisikia, wote walisikia, na vipofu waliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale walikuwa na heshima kwa sehemu walionayo, wana mavazi mazuri kwa sehemu waliopo, wana majina makubwa ambayo hata wale huna, lakini wanachapa makofi, wanamshangilia yule mtu wa taifa fulani. Vipi huyo mfalme wa wafalme? Vipi huyo mtu wa mbinguni? Ili siku ambayo ikipita mataifa yanachanganyikia, akipita mahali magonjwa yanachanganyikia, akipita huko vile ndio wanatembea, hivi wanasikia wako wanapokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bado kama sijaridhika, bado sijasema yatosha, bado sijasema yatosha. Vijana wako wapi? Vijana wakisimama, wakifu wako wapi? Wakirukaruka, wamama wako wapi? Wacha heshima pembeni, wacha heshima pembeni. Walikuwepo wenye fedha na walimsifu Mungu, walikuwepo wenye elimu ambayo hata wewe hauna, wewe hauna mpango wa kuwa nayo, lakini nilipotaja jina la Bwana, nilipotaja jina la Yesu, walishindwa kujizuia. Unajizuia una nini? Una lipi la kumlingishia Mungu? Halo, aliyefika naomba nisomee kitabu hicho. Jamani, leo siku ya kusifu na kuabudu. Naenda kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia tumeishaanza. Naenda kufanya nini? Naenda kumaliza. Bwana Yesu 16 mstari wa 16. Amen. Tasema katika jina la Bwana. Amen. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali. Ndio. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Akatukuta. Ndio. Aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Ndio. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, ndio, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, ndio, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Amen. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Amen. Akamtoka saa ile. Basi wanawake walipoona ya kuwa
tumaini la faida yao limewapotea. Wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makazi. Wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Kimbia mstari wa 24. Mstari wa 24 anasema hivi, naye kisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatari. Lakini panapo usiku wa manane, wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Paulo na Sila wakaanza kumwimbia Mungu nyimbo za kufanya nini? Za kufanya nini? Za kumsifu. Endelea. Na wafungwa wengine, na wafungwa waliokuwa nao pamoja walikuwa wakiwasikiliza, walikuwa wanawasikiliza tu. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Hata ile misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka. Hapo hapo ile milango ya gereza ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Vile vifungo vya wote waliokuwa gerezani vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka. Yule mlinzi aliyepewa jukumu la kulinda baada ya lile tetemeko akashindwa kuendelea na usingizi, akaamka. Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, baada ya kuona ile milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akaufuta upanga wake, akataka kujiua. Akadhani ya kuwa wafungwa wanakimbia, akafikiri ya kwamba wale watu waliokuwa ndani chini ya ulinzi watakimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, lakini Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tuko hapa. Kwa maana sisi sote tuko hapa. Kati mtumishi wa Mungu. Asante, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Niazime masikio yako, niazime mikono yako, ikiwezekana na miguu yako niazime, maana kuna mahali utaruka, maana kuna mahali hautabaki umekaa, maana kuna mahali hautabaki kimya. Vyote vitafanyika kwa wakati mmoja. Mikono itapiga makofi, miguu itarukaruka, na kichwa kitasema amina, kichwa kitanishangilia Bwana, kichwa kitanitukuza Bwana, kama hawa watu wawili walivyoshindwa kuingia gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama wewe ni mstaarabu sana, unaweza ikakupa shida, lakini kama wewe ni wa Kristo haiwezi kukupa shida. Halo, kwa sababu unajua huyu ambaye unamsifu, huyu ambaye unamtukuza, huyu ambaye unatamani kurukaruka kwa ajili yake, si ndio? Wangapi wanasema niko tayari? Hapana. Wangapi wanasema niko tayari? Walio tayari wakaiminya, walio tayari wanauruka, wanapeperusha vitambaa vyao, wanapeperusha mioyo yao, wanapeperusha heshima yao, wanapeperusha vyeo vyao. Haleluya! Tumesoma habari ya watu wawili waliokuwa wanaitwa Paulo na Sila. Inawezekana tangia utotoni tunasikia habari hizi, si ndio? Tangia utotoni tunasikia habari Paulo na Sila, na kuna kaimbo pale kanasema Paulo na Sila waliomba
Paulo na Sila waliamini, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa ni watu ambao ninatamani na ninapenda kujifunza kutoka kwao. Biblia yangu inaniambia watu hawa walikuwa wanapita kama kawaida yao, wakafika mahali wakakutana na mtu ana pepo la uaguzi. Halo, yule mtu akaanza kuwasitia, anawapaka mafuta, anawasitia, anawatia ujinga, anawasitia, anawatia upumbavu, maana anawatoa kwenye kusudi na mpango wa Mungu. Halo, watu hawa msione hivi jamani, hawa ni watumishi wa Mungu tena wazuri. Halo, halo, na huko wanapoenda kwa kweli wanaenda kuhubiri habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na msiwaone hivi, yaani ni waajabu, kwa sababu neema ya Mungu iko ndani yao, si ndio? Paulo akageuka akasema inatosha, kimya, kwa sababu sio wewe. Halo, alitumia mamlaka iliyokuwa ndani yake. Wakati anafanya lile jambo, neema ya Mungu ilipomshukia, nguvu ya Mungu ilipomshukia yule mtu, kwa sababu alikuwa na pepo la uaguzi, lile pepo likamtoka yule mtu. Kwa kifupi, akafunguliwa, kwa sababu alikuwa anatumikishwa na bwana wake kupitia lile pepo la uaguzi. Yule bwana wote anajipatia fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Shida walizonazo, kuna watu wananufaika kupitia mapito walionayo, kuna watu wananufaika kupitia vifungo walivyonazo, kuna watu wananufaika kwa sababu ya maisha duni ulionayo. Wakati Paulo anatembea, yule bwana wa yule mtu akawatokea, akawakamata, akawaeleza watu habari za uongo, akawapakaza wale watu wa Mungu matope. Biblia inasema wakachunguliwa, wakapelekwa mpaka sokoni, wakatiwa na viboko kwa ajili ya huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kufika kule, Biblia yangu inaniambia wakapelekwa kwa makazi kwa ajili ya kwenda kupewa hukumu. Halo, halo, naenda kumaliza. Biblia yangu inaniambia, sijui kama ya kwako leo inasema hivyo, sijui kama ya kwako leo inasema hivyo, ila ya kwangu na mtumishi wa Mungu mzee kanisa Sauti inasema hivyo. Biblia inasema walipofika gerezani, haikutosha kutiwa tu gerezani. Walipofika gerezani, milango ya gereza tunaijua, si ndio? Haikuwa haivunjiki kirahisi. Hata uende na nyonga kuivunja kirahisi ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu Mungu alitaka ajidhihirishe, wakaona milango haitoshi, wakamchukua na mlinzi. Kama hawa watu tunataka walinde, hata wasizurumike, hata wasitikisike, wala wasifanye chochote. Bado haikutosha. Biblia inasema mpaka miguu yao ikafungwa mikatale, ili wasisimame, ili wasitembee, wala wasifanye chochote. Ni watu walikuwa wamepelekwa gerezani kwa sababu ya Mungu. Ilikuwa ni rahisi mimi na wewe kupelekwa gerezani kwa ajili ya Mungu, tukasema pengine huyu Mungu hajaruhusu ili litokee, pengine labda huyu Mungu tunayemtumikia hana uwezo wote, pengine labda huyu Mungu ambaye nilikuwa natangaza habari zake bado hanifai mimi, kwa sababu ameruhusu nipelekwe gerezani kwa sababu ya kazi yake. Sijui unanielewa? Sijui unanielewa? Yaani nilikuwa natosha kusema mimi na huyu Bwana sasa inatosha, mimi na habari ya wokovu sasa inatosha, kwa sababu Mungu ninamua malisikii, Mungu ninahubiri mali zote, ninampeleka mbele zake. Mimi ni nani mwendelea kutumikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yangu inaniambia
Wale watu walipopelekwa gerezani wamefungwa mikatale, yaani maana yake hawana wanachoweza kukifanya, hawana wanachoweza kukitenda, kwa sababu kwanza wako chini ya gereza ambayo milango yake yenyewe haipitiki wala haivunjiki, wala bado hawajapewa uhuru, kama mpaka wamepewa mlinzi wa kuwalinda kwamba watu wasitoroke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado haikutosha, wakafungwa na miguu, yaani manake hawana uhuru wa kufanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walichoachiwa, na ilikuwa ni silaha mbaya kwa yule mlinzi na kwa lile gereza, walichoachiwa ilikuwa ni midomo na mioyo ya sifa. Halo, walifungwa mikono, walifungwa miguu, walinyang'anywa uhuru wao, ila adui alichojisahau aliacha mdomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona mzee wa kanisa amenielewa. Naona mzee wa kanisa amenielewa. Nasema hivi, wale watu walifungwa kila kitu, wakasahau kufungwa midomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Adui ya kujua midomo yao ina madhara makubwa kuliko kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Midomo yao ilikuwa ni silaha hatari kuliko silaha yoyote. Yaani bora wangepewa maguruneti, yaani bora wangepewa vifaru, yaani bora wangepewa mishale, yaani bora wangepewa kila silaha, ila wakafungwa midomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka nikwambie nini? Kuna kitu ambacho adui amekiacha kwako. Kitumie kama silaha leo kumwangamiza adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia kama silaha kumwangamiza nani? Tunamsifu Mungu kupitia nini? Jamani mnisaidie, tunamsifu Mungu kupitia nini? Ndimi zetu zikatoe sifa zilizo ndani ya nini? Ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema wakati Paulo na Sila wako gerezani, hawakukaa kinyonge wala hawakukaa kizembe, hawakukaa na tamaa wala hawakupoteza tumaini. Walichokifanya usiku wa manane, wakaanza kumsifu Bwana, Watu wa gerezani wakaanza kuwashangaa kama wao wanavyoshangaa. Watu wa gerezani wakaanza kuwashangaa kama wao wanavyoshangaa. Kitu kilichofuata, hakuna aliyeamini. Bwana alishindwa kujizuia, Bwana alishindwa kutulia. Usiku ule Biblia inasema nikashuka tetemeka, nikatetemesha kile vifungo vyao, vikashuka kile vifungo vyake, vikaachia milango ya gereza, vikafunguka, vikaachia. Haleluya, haleluya. Anayeelewa wala singekaa, wala singekaa kina, wala singefunga miguu yake, wala singefunga mikono yake. Nashangaa mpaka wanapenda wajeruhiwa. Haijalishi unapitia nini, haijalishi nini kiko mbele yako, haijalishi maisha yanakupiga vipi, haijalishi na mambo mangapi mbele za Bwana. Leo wewe msifu Bwana, hautaamini kinachoweza kutokea, hautabaki kama ulivyo, haya ya simba, hautabaki kama ulivyo. Haleluya. Endelea kutafakari ndani ya moyo wako, usijaburi katika mwili wala usimtazame jirani, bali mtazame yule Mungu ambaye alishuka pale gerezani akawaweka wale waliokuwa na vifungo, akawaweka huru. Alishuka pale Israeli, wale waliokuwa wanahangaika na waliokuwa
ukuta wa Yeriko. Baada ya kumsifu Mungu na kupiga kelele za shangwe, ule ukuta wa Yeriko ulianguka. Ni huyu Mungu ambaye alishuka pale kule tundu la simba. Hata Danieli alikuwa katika hali ya kukata tamaa, lakini baada ya Mungu kushuka, simba walifunga makano yao. Ni huyu Mungu ambaye alishuka kwenye tanuru la moto, Shadraka, Meshaki na Abednego wakabaki salama. Ni huyu Mungu ambaye unapoabudu, endelea kuabudu katika roho na kweli, huku ukimtafakari, huku ukimweleza yale anayopitia. Wala mimi sijui ni wakati gani ulio nao, wala mimi sijui ni wakati gani ulio nao, wala sijui ni kitu gani kimekukatisha tamaa, wala sijui ni maombi gani umekuwa ukiomba Mungu kila kutoka leo, lakini ninakuhakikishia baada ya sifa za leo, baada ya mabudu ya leo, baada ya kuusikilisha moyo wako na kuanza kutafakari Mungu, hautabaki kama ulivyo. Yale maswali uliyokuwa tafakari kama siku, ni wakati wa kwenda kupokea majibu yake. Yale ambayo unakatia tamaa, ni wakati ambapo Mungu anapenda kusema ndio. Mahali ambapo walisema haiwezekani, mchana wa leo Mungu anapenda kusema inawezekana. Pale ambapo walisema hapana, mchana wa leo Mungu anapenda kusema ndio. Pale ambapo walisema hautaweza kuona, mchana wa leo Mungu amebeba jibu ya kwamba unakwenda kupokea uponyaji. Pale ambapo walikuwa huwezi kupiga hatua, Mungu anasema inuka mwanangu, sasa inawezekana. Wakati wanaongeza kwa kuabudu, endelea kumtafakari Mungu, abudu katika roho na kweli, wala usitazame mimi maana sina cha kukupa, wala usimtazame jirani yako maana hana cha kukupa, wala usimtazame mzee wa kanisa maana hana cha kukupa. Daudi anasema nitayainua macho yangu nitazame milima, maana ndipo unapotoka msaada wako. Inua macho yako mchana wa leo, mtazame Mungu aliyekupa nafasi tena. Mchana wa leo fungua moyo wako ili Bwana Yesu aingie. Fungua moyo wako ili Bwana Yesu aingie, akafanye upya, akafanye operation, akatengeneze palipo na uharibifu, akafanye upya palipo chakaa. Waliposema hapana, akasema ndio. Wanapenda endelea kupanda kwa mmoja. Niguse, niguse, nigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, niguse, nigusa wewe, nitakuwa salama. What?